Kinshasa. Tangu weekend ya wiki iliyopita, madereva wa uchukuzi wa umma na wamiliki gari binafsi wamekuwa wakipanga foleni kwenye vituo vya gesi. Jiji limekumbwa na uhaba wa mafuta na kutatiza uchukuzi wa umma na wakaazi. Bei ya nauli inapanda kabisa, watu tunaelewa tena ni juu ya nini. Tukiuliza badereva wanatuambia karbirai haionekani, wengine wanalamuka asubuhi sana, lakini hata vile ni vya nguvu tu kabisa. Tunaanza ona watu kwenda kazini kwa miguu, wanafunzi kuchelewa shule kwa sababu ya kukosa usafiri wa gari. Sisi raia ndio tunateseka. Tunasumbuka sana kupitia karbirai, wanapandisha bei sana. Ili kupata mafuta, madereva wamelazimika kukita kambi kwa saa kadhaa kwenye vituo vya mafuta. Lida Krise ni dereva. Ni shida kabisa kupata mafuta za gari. Ukienda ku station utakawia napiga mchana mzima hapo kwani nipate mafuta gari. Emery Mbachi, mwenyekiti wa chama huru cha wauzaji wa mafuta DRC, amesema changamoto hii huenda ikawa mbaya zaidi kutokana na vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati. Leo Mashariki ya Kati kuna tatizo halisi lililojitokeza na linaathiri dunia mzima. Inabidi kuweka akiba ya mafuta kuwapa watumiaji kukabiliana na tatizo lililopo. Naye waziri anayehusika na masuala ya nishati DRC, Akazi Bandubole, amekanusha madai hayo uhaba wa mafuta kwenye taifa hilo. Watu wanafahamu kwamba hakuna uhaba mafuta nchini. Umati huo wa watu kwenye vituo vya gesi na mafuta unasababisha ama kuchochewa na tatizo la usawa wa kiuchumi, vifaa na kifedha. Fredite Nzilonge, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kinshasa.